Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Sasa ni mvutano wa wazi ambao umeweza kuonekana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Wapo wanaotaka atoke na wengine wanaotaka wabaki. Sasa kile kinachoendelea kwa sasa unaambiwa ni vuta ni kuvute juu ya kile kinachoendelea kwenye kikosi cha Simba. Haya yote yanajiri mara baada ya klabu ya Simba kwa msimu huu wa 2024-2025 ambao umemalizika kuondoka bila kuweza kupata taji lolote, kile ambacho kinaonyesha kwamba ni hali mbaya kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Sasa Simba wameweza kutoa taarifa yao mara baada ya kuweza kuwafikiana juu ya maamuzi ambao wameweza kuyachukua mara baada ya kuona ya kwamba awalizishwi na uongozi ambao upo kwa sasa kwenye kikosi chao. Hivyo basi wameamua kuweza kutoa sadaka kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinajili kwa sasa kwenye kikosi cha Simba, kwa sababu yote yale ambayo yameweza kujili katika engo hiyo klabu ya Simba wameweza kuyaweka bayana na kujua mwanzo mwisho wamelimaliza vipi. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha mabingwa wa kihistoria kwa misimu minne nyuma huko iliyopita, lakini si kwa sasa. Hapa nazungumzia Simba Sport Club. Bwana, mambo yamekuwa ni mengi. Watu kwa sasa wanahitaji kufanya mabadiliko ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, huku wakiyatamani mafanikio ya klabu ya Yanga ambayo iko chini ya mwekezaji GSM kupitia rais wake ambaye ni Engineer Hersi Said. Wakiwatizama, mbona wao wana mafanikio, mbona wao misimu minne wanafurahi, na misimu hiyo minne mara 5 mfululizo wametupiga bila kuweza kuwa na huruma yoyote. Sasa klabu ya Simba kupitia mashabiki wake, kwa sasa mambo yamekuwa ni mazito, mijadala imekuwa ni mikubwa, vijiwe kwa vijiwe mitandaoni, machapisho mbalimbali yakiwataka viongozi wa klabu ya Simba waweze kuwapisha, wawaachie timu yao, watu wabaki watafute viongozi ambao wanaweza kuisimamia klabu yao vyema kabisa. Mangungu sasa hivi amegeukwa na wana Simba, anaitwa kibaraka wa GSM. Haya yanakuja baada ya Simba kuchangia pointi 6 kwenye ubingwa wa Yanga msimu huu. Kinachoumiza zaidi ni kupoteza mchezo wa dabi ambao ni wa kiporo, ambapo klabu ya Simba ilikwenda kukabidhi hapa nazungumzia kombe mbele ya klabu ya Simba ya Young Africans katika mchezo huo, pia wakawachangia na magoli mawili. Hali ya hewa imechafuka, lakini jumba bovu linaangushiwa kwa mzee Mangungu. Sasa hivi inaelezwa kwamba watu wanataka aweze kuwapisha katika kile kiti ambacho kinaeleza ukielekea uchaguzi mkuu huko. Inaelezwa kwa sasa Mangungu anatakiwa aweze kupisha ili watu waweze kufanya mabadiliko kwenye kikosi hicho. Sasa Mangungu ameweza kuwajibu wale wote ambao wanataka yeye aweze kutolewa sadaka kwenye kiti chake kile cha kama mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba. Sasa mimi nimekusogezea hapa kile ambacho Mangungu ameweza kukiweka. Je, amekubali kuweza kujiuzuru katika nafasi hiyo? Utakwenda kujua. Sasa nanukuu kile ambacho amekisema mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Anasema ya kwamba mtu anayesema niondoke kwanza aseme ambacho mimi nimekosea, alafu aniambie kwa makosa haya natakiwa kuondoka, kwa sababu watu hawa timu inapofanya vizuri wanakuwa kimya, awapongezi, awashangilii, wala awalahumu, wala awafanyi chochote, wanakuwa kimya.
timu ikifanya vibaya wanainuka, kwa hiyo bado wana misingi ya siasa za uchaguzi. Kwa hiyo mimi siwezi kuwalaumu kwa sababu ni mtizamo wao. Kwanza waamini Simba ina uongozi, sio mtu mmoja, na maamuzi yote huwa yanafanywa kwa pamoja. Sasa labda jina langu linatamka vizuri ndio maana nimekuwa nikisemwa sana, kwa hiyo hilo sikatai na kubali. Unaona bana, akiweza kulizungumzia Murtaza Mangungu. Haya yote yanajiri mara baada ya vipigo 5 mfululizo, huku mashabiki wa klabu ya soka ya Simba wakiulaumu uongozi wa klabu ya Simba kushindwa kushikilia msimamo wao siku ya Julai 15 mara baada ya dabi ya Kariakoo kuweza kuahirishwa na klabu ya soka ya Simba kwenda kukubali kupeleka timu tarehe 25. Hayo yalijiri mara baada ya kikao kizito kilichofanyika Dodoma kiliwakutanisha miamba ya soka miwili Tanzania, Simba pamoja na Yanga. Uongozi wa Simba uliwakilishwa na Murtaza Mangungu pamoja na baadhi ya wazee wa klabu ya soka ya Simba, lakini kwa upande wa klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans ilikuwa na mwekezaji wao, pamoja na hapa nazungumzia makamu wa rais Arafat Haji. Alikuwa ni sehemu ya yale ambayo yalikuwa kiweza kuzungumzwa na kukubaliana kupeleka timu tarehe 25. Mashabiki wa klabu ya soka ya Simba hawakuwa tayari kucheza mchezo huo namba 184, licha ya klabu ya Simba kuweza kutoa taarifa ya kwamba mchezo namba 184 ukibadilishwa tarehe ama siku ama muda, kwa namna yoyote ile klabu ya Simba haitoutambua na utakuwa ni mchezo batili. Lakini klabu ya Simba bila kuweza kuwatizama mashabiki zake ikakubali kuipeleka timu siku ya tarehe 25 mara baada ya ukimya mrefu ambao ulipitiliza kwa siku kadhaa. Simba haikuonyesha kukubaliana na hilo na hawakusema chochote toka siku ya kwanza kuonekana kutangazwa kwa ratiba mpya ya tarehe 25 kwamba ndio dabi itakwenda kupigwa. Lakini klabu ya Simba haikuweka wazi kwamba watashiriki katika mchezo namba 184. Asubuhi ikapita, mchana ikafika, Simba wakatangaza kwamba tukutane Dimba la Mkapa, watakuja kupeleka timu yao kucheza dhidi ya Yanga. Mashabiki wakaingia wasiwasi, wakaweza kushangaa maamuzi ya uongozi wao. Sasa kile kilichojiri mara baada ya dakika 90 ndio kinaleta maswali: nani aliyepeleka timu yetu pale katika dimba la Benjamin Mkapa bila kutuambia nini kilijiri tarehe 15? Nani aliahirisha na kwa sababu gani? Na nini kilichojiri wakati wa siku ya tarehe 8? Nini kilichotokea? Mbona ripoti haikuweza kutolewa? Maswali yakawa ni mengi, huku mashabiki wakiamini ya kwamba klabu ya soka ya Yanga ndiyo watu pekee ambao wanaweza kusikilizwa katika nchi hii, tofauti na wao katika maamuzi ambayo Young Africans alikwenda kuwakilisha pale katika TFF na bodi ya ligi, aliposema hawahitaji viongozi wa bodi ya ligi pamoja na viongozi wengine baadhi. Basi maamuzi yakafanyika, wa kutolewa kafara waliweza kutolewa, lakini klabu ya soka ya Young Africans ikapeleka timu. Kwa upande wa Simba, matakwa yao ya kugomea mchezo tarehe 15 hayakuweza kufanya kazi wala kufua dafu, hatimaye maamuzi yakaweza kufanyika. Sasa kile kinachoangukia kwa sasa kinamwangukia Murtaza Mangungu, mwenyekiti ama mwakilishi ambaye alikuwepo siku ya dabi inaamuliwa kwamba ni tarehe 25. Tusubiri kuweza kusikia ni yapi ambayo atakayojiri katika maamuzi ya wanasimba juu ya Murtaza Mangungu. Ataendelea ama itakuwa ni kama kuweza kuondolewa, ama itakuwa Mangungu mitano tena? Tusubiri kuweza kusikia yapi atakayojiri. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Usisahau